kila ninapopita pale nyumbani kwake, kwa kweli hali yake ilikuwa ngumu sana. Yaani alikuwa mtu ambaye hajiwezi kabisa kwamba angeweza kufanya kazi yoyote ile kwa sababu ni mlemavu. Lakini katika ulemavu wake kumbe Mungu amemwekea mtoto wake ambaye ni spika wa bunge, ambaye tunamtegemea, ni mama yetu wa Tanzania nzima, pia kwa dunia nzima. Kweli hali yake sio nzuri, lakini tunamshukuru Dr. Tulia Ackson kwa kumsaidia kwa kutoa msaada ambao wamemjengea nyumba. Kwa maana hiyo alikuwa anaishi maisha hatarishi. Kwa kuishi kwake mwanzoni alikuwa anaishi kwao huko Rumbira. Baada ya kuona maisha magumu akaamua kuja huku Matema, kitongoji cha Ibungu. Ameishi pale maisha ya kutatanisha. Kazi yake alikuwa anatafuta mabanzi yale ambao anachonga kasia, mke wake anauza. Mke wake anatafuta mabanzi hayo anamletea nyumbani, yeye anachonga, anabeba mke wake kwenda kuuza. Mungu alimsaidia, alijenga kama nyumba ya chumba 2. Sasa tunamshukuru Dr. Tulia Ackson kwa kumleta msaada, maana kwa maisha ambayo alikuwa anaishi na familia ilikuwa maisha sio. Takribani siku 19 tumezitumia kukamilisha ujenzi wa nyumba hii ya mzee Obedi Ambonise hapa kijiji cha Matema, kata Matema, wilaya ya Kyela. Nyumba hii ilikuwa tukamilishe ndani ya siku 14 kama ambavyo kiongozi alitoa maelekezo hayo, lakini kutokana na changamoto ambazo tulikumbana nazo wakati tukiendelea na ujenzi huu, ikatupelekea siku kuongezeka kufika siku 19, kwa maana kwamba zimeongezeka siku 5. Na hii yote ni kwa sababu ya zile changamoto. Kwa kweli kwenye hizi shughuli tunazozifanya, haswa hii ya Trust mtani kwetu ya kuweza kuwajengea wale wasiojiweza, siko changamoto nyingi ambazo tunakutana nazo kama taasisi. Si changamoto ndogo. Uko wakati ambao huwa inafika pahala tunakata tamaa, lakini tunajaribu kuangalia namna ambavyo kiongozi wetu amekuwa na nia ya dhati kabisa kuwasaidia watu. Hiyo inatupa nguvu ya kuendelea kufanya kwa nguvu kadri ya vile tunavyoweza. Napenda kutoa shukrani zangu za dhati kwa Mheshimiwa Mama Samia Suluhu Hassan, Mama Tulia Ackson Wansasu kwa kitendo chofanyika leo. Ndio hili ni kubwa, ameniachia historia katika maisha yangu, sitasahau. Nilipenda kama ingewezekana nipate picha ya Mama Ackson Tulia Wansasu, Mama Dr. Samia Suluhu Hassan, ili iwe inanikumbusha kufuta machungu ambayo nilikuwa nayo au niliyokuwa nakabiliana nayo katika. Kuna watu tukisema Dr. Samia ametuletea bilioni 4 tumejenga Mbeya Girls High School, basi mtu inamkereketa ile. Sasa unawaza, kwa hiyo unataka tukutaje wewe ndio umeleta hizo bilioni 4? Tunamtaja aliyeleta. Na kuna ni kodi zenu wananchi. Ndio, kwani miaka yote katika utu uzima wenu mlikuwa mlipi kodi? Shule iliwahi kujengwa hapa? Miaka yote mlikuwa mlipi kodi? Hiyo barabara milioni 1 iliwahi kujengwa? Sasa utasemaje ni kodi zetu? Ndio ni kodi zetu, lakini hizo hela hazikuwahi kuja. Si ndio hivyo? Sasa nani anataka kubisha? Nimuone kama anajikuna hivi kidogo. Dr. Samia oye! Sasa ndugu zangu, leo hapa tumekusanywa na jambo la heshima kabisa kwa ajili ya kumkabidhi nyumba ndugu yangu ambaye mmemwona. Na fursa hii kuwashukuru sana wanakijiji wa Matema, kwa sababu kufikia hatua hiyo jamani, sio kwamba sisi tulipomwona ndo ameanza kuishi. Yaani huko nyuma alikuwa aishi kabisa. Wanakijiji wa Matema ninawashukuru sana. Ushirikiano mpa mzee huyu, baba yetu huyu, kaka yetu huyu, mpaka kufikia hapo alipofika na sisi tukamuona. Asanteni sana kwa kumhudumia. Sasa leo hapa nimewaona wanaofanana naye
wako idadi kadhaa, sijui kama na wao walikuja maalum baada ya kujua kuna mtu mwenye ulemavu leo hapa anataka kubarikiwa. Basi na wao pita humo, basi wamepita vizuri. Na hapa nitumie fursa hii kumpongeza sana mbunge wa Kyela kwa jambo hili ambalo amelifanya hapa. Hapa umemkabidhi mzee wetu ambaye tunaenda kumpatia nyumba. Umemkabidhi kifaa ambacho kitamsaidia kumuona Dr. Samia Suluhu Hassan. Jamani, hapa leo atatajwa Dr. Samia mpaka watu mtafurahi. Na sababu ni ziko nyingi. Hata mimi kufika hapa jamani, ni kwamba ujumbe ulikuwa unaenda kwake. Sasa wakati unaenda kwake ukapita pale Mbeya, si unajua mpaka ufike Mbeya mjini. Sasa nilivyouona nikasema huu nataka kupitiliza kwenda Dodoma huu. Kwa hiyo hapa tumekuja kufanya hiyo kazi kwa kweli kwa niaba yake, ambaye ujumbe ndio ulikuwa unaenda kwake. Kwa hiyo Mheshimiwa Mbunge, tunakushukuru kwa kifaa hiki ambacho umempa mzee wetu na kile ambacho atalipia kabisa. Yaani pale umetisha. Ila sasa mbunge, unajua mbunge, sogea kwa hapa kidogo. Unajua mbunge, sisi mbunge sasa umetupa ile hela ya kununua kingamuzi. Sasa kingamuzi unajua tunanuaga kila mwezi. Kingamuzi tunanuaga kila mwezi. Kwa hiyo bwana, ukishanua kile kingamuzi, unajua kwa mwaka huu ni mwaka wa uchaguzi. Alafu kampeni zile za Dr. Samia zinavojaga nyomi. Mzee wetu anataka kuwa anaona kwa mbali kule, au vipi? Sasa kwa kale ka mwaka huu kale mpaka uchaguzi hivi, lile unaonaje tukukabidhi tu ili mzee awe anafurahi kwamba jamani, mtu ambaye ametuma ujumbe huku basi namuona na mimi hapa, au sio? Umetisha mbunge. Makofi kwa mbunge wetu jamani. Makofi kwa mbunge wetu. Na sasa majirani, jamani, nakumbusha hapa ndio rangi yenyewe. Sasa kile kifaa alichopewa, ile TV aliyopewa pale ni ya kutumia mwanga wa jua. Yaani hata umeme ukikosea, yani wanatengeneza sijui mitambo wapi ukakatika, ye mambo yake yanakuwa safi. Kwa hiyo hata majirani tunaweza kuwa tunapita pale.